tuliweza kutoa mitambo na kufika mahali hapa kwa ajili ya kukabiliana na tukio hili. Wakati mitambo inafika eneo la tukio, moto ulikuwa ni mkubwa na vibanda almost karibia nusu vilikuwa vinateketea. Kwa hiyo askari wetu mahiri waliweza kupambana na moto huu ili usiweze kusambaa zaidi na kuleta madhara zaidi, na hatimaye kuweza kucontain moto na moto ukawa umezima. Kikubwa, kulikuwa kuna vibanda ambavyo vina mchanganyiko wa biashara, kwa maana biashara za nguo, biashara za vipodozi pamoja na biashara nyinginezo, vinywaji na biashara nyinginezo. Kwa mchanganyiko huu wa biashara na uwepo wa material ya mbao, kwa maana ujenzi ambao kwa umefanyika kwenye vibanda hivi ulikuwa ni ujenzi wa vibanda vya mbao. Kwa moto huu ulikuwa ni kusambaa kwake ilikuwa ni rahisi sana kutokana na nature ya material kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini tunamshukuru Mungu, moto huu hauna madhara yoyote kwa binadamu isipokuwa tu ni mali. Na kwa tathmini ya haraka ambayo imefanyika inaonyesha kwamba zaidi ya vibanda 500 vimeweza kuathirika na moto. Lakini baada ya kukata moto kutosambaa katika maeneo mengine, kuna maeneo yale ya shedi ambayo yalikuwa yanatumika na wafanyabiashara wengineo na biashara matunda na vyakula mbalimbali. Zile shedi takriban 6 zimenusulika na zaidi ya vibanda 280 pia nao vimenusulika. Nitoe rai kwa wafanyabiashara ambao wana mtindo wa kujenga vibanda vya mbao. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linatoa rai kwamba wakati wa ujenzi wa kufanyike ujenzi wa material ambayo hayatasababisha moto kusambaa kwa haraka kutoka sehemu moja ama sehemu nyingine. Lakini pia tunaendelea kusisitiza wakati wa ujenzi wa vibanda kuhakikisha kuwa kuna fire break, kwa maana zile njia ambazo zitasababisha moto kusambaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Itakuwa ni rahisi kucontain moto katika block ambayo ina fire break. Tofauti na hapa moto ulisambaa katika vibanda hivyo nilivyovitaja kwa sababu hakukuwa na vikinga ama fire break, kwa maana ya zile mita za kuzuia moto kusambaa katika maeneo haya.